Haleluya. Karibu sana kwenye semina hii ya neema ni ufunguo wa maisha, na tuko sehemu ya 7, and I believe hii sehemu ya 7 inaenda kubadili pia namna ambavyo umekuwa ukitazama mambo. Remember tunasema kwamba kiwango cha maisha yako ni tafsiri ya neema uliobeba. Okay. Karibu sana kwenye sehemu ya 7. Mimi naitwa Mwalimu Frank Bwenge. Tutaangalia vizuizi vya neema ya Mungu. Kuna vitu ambavyo vinaweza vikazuia usipokee neema. Lazima ujue hicho. Kwa sababu Mungu hana upendeleo na anatamani kila mwanadamu afikie lile kusudi. Mungu alivyokuwa anatengeneza script ya wanadamu, hakuna mwanadamu ambaye alimuandalia kusudi la kuja kufa maskini, au kusudi la kuja kufa na magonjwa, kusudi la kuja kuaibika. Hakutengeneza hiyo script. Kila mtu kusudi lake ni kwamba of course lina majaribu, lakini linakuvuka kote na mwisho wake ni mzuri, yani uzima wa milele. Okay? So ukiona mtu yoyote aishi katika neema kwenye ndoa, kwenye huduma, kwenye uchumi, popote, ni tafsiri ya kwamba kuna kizuizi. Amen. So kabla hatujaingia kwenye mada husika, tumshukuru Mungu. Baba, asante kwa ajili ya neema, rehema na upendo wako. Hata sasa wewe ni Ebeneza, ninaliinua jina lako na kulitukuza. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Ninalitukuza, ninaliabudu jina lako kubwa kupita majina yote. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba Roho wa Bwana kaongoze sasa na siku ya leo. Bwana, nguvu zako zikawafungue watu hawa, ufahamu wao ukasikie na kuelewa ile kweli yako, katika jina la Yesu. Nami nanyenyekea chini ya mikono yako hodari katika jina la Yesu, ili nipate neema ya kufundisha sawa sawa na mapenzi yako. Amen. So sehemu ya 7 ni vizuizi vya neema ya Mungu kwenye maisha ya wanadamu. Vizuizi vya neema ya Mungu kwenye maisha ya wanadamu. Kama umenisikiliza vizuri nyuma, unaweza ukawa umeshaelewa baadhi ya vizuizi. Okay? Lakini natakiwa niiweke hii vizuri kwa sababu unaweza ukawafundisha watu ukafikiri watajiongeza, alafu ukawa umefanya kosa kubwa sana. Na that's why nimeona nije na hili somo sehemu ya 6. Sasa kwa nini kuna baadhi ya watu hawana neema kwenye maeneo fulani? Ni vitu gani ambavyo vinazuia? Okay? Ni vitu gani ambavyo vinazuia? Sasa nilikuambia neema ya wokovu, kizuizi pekee cha neema ya wokovu ni mtu kutokuwa na utayari. Okay? Ni mtu kutokuwa na nini? Na utayari. Of course, mtu yoyote ambaye hajapokea kitu kwa Mungu, mara nyingi huwa ni hajawa tayari. Na Mungu ana namna zake za kumuonyesha kwamba uko tayari. Okay? Yaani ni wewe ambaye ndo utamuonyesha uko tayari. Ndio maana sio kila mtu ameokoka. Kuna watu waliookoka, kuna watu wamekataa, hawajaokoka. Na injili wameisikia, lakini bado wamekataa kuokoka. Kwa nini? Hawako tayari. Na lazima ujue hiyo itakusaidia. Okay? Hii itakusaidia. So leo nitakufundisha vizuizi vya neema ya Mungu. Kizuizi namba 1 ni uhalali wa adui. Yaani kuna watu maisha ambao mnaishi, sawa, maisha ambao unaishi, ni kweli unampenda Yesu, lakini ambaye ana uhalali ni shetani. Hivyo mwae kujiuliza kwa nini kuna watu wanakufa hospitalini tu? So mnajiuliza kwamba kwa nini Mungu asisaidie? Kwa nini Mungu asisaidie? Kwa nini? Cha kwanza ni utayari, alafu cha pili ni uhalali. Okay? Utayari wa huyo mtu, alafu uhalali. Ni halali wapi? Kwa Mungu au kwa shetani? Baadhi ya watu hawapokei neema za Mungu kwa sababu maisha yao yalishakabidhiwa kwa shetani na hawajui. Umenielewa? Sijui kama unanielewa. Yaani kuna watu wazee wao walikabidhi vizazi, walitoa kama sadaka. And therefore ile neema inayoshuka kwenye uzao haipo. Kwa sababu tayari kile kizazi kilitolewa sadaka. Kizazi kina uhalali kwa shetani. Maana yake hata kama Mungu akitaka kushuka akupe mtoto, yani akupe neema sasa ya uzao, hauwezi kupata. Why? Because ule uzao tayari ni mali ya nani? Adui amejimilikisha kupitia maagano ambayo uliingizwa na wazee.
Baada ya hii semina kuna semina nyingine ambayo Mungu ametaka nikufundishe. I believe inaenda kubadili maisha yako pia. Okay? So, kama adui ana uhalali kwenye maisha yako, ni ngumu sana. Ngoja nikwambie, neema sio kitu cha jumla. Yaani watu wengi hapa inabidi mnielewe. Neema sio kwamba Mungu anakupa neema kila kitu unafanikiwa pa. No. Mungu anakupa neema. Neema sio kitu cha jumla. Sawa Ila Roho Mtakatifu ni kitu cha jumla. Maana yake lazima ujue. Roho Mtakatifu anaweza akajifunua kwenye jambo lolote. Lakini anapokuja kwenye maisha yako sio kwamba anakuja na kila kitu. Yaani sio kwamba kila kitu kitajifunua. Wewe ndio utaanza ku-unlock. Yaani yeye ni wa jumla. Lakini wewe akija kwako kufikiri atakuja jumla. Wewe ndio utaamua ufungue hiki. Umenielewa? Ndio maana Roho Mtakatifu anaweza akaja kwenye maisha yako ukaanza kuombea vipofu wanaona. Lakini macho yako ya rohoni kama vile hayaoni. Au akaja kwenye maisha yako ukawa unaona maono, unapata taarifa, unafanya, lakini huwezi kuombea mtu akapona. Baada ya muda unaanza kuombea mtu akapona. Umenielewa? Na neema iko hivyo. Sawa Neema ya Mungu maana yake imegawanyika kwenye vipande tofauti. Si umenielewa Nimekufundisha kwenye sehemu iliyopita. Kuna neema mbalimbali. Sawa? Ambazo zote hizi utazipata baada ya kuokoka, yani kupokea neema ya wokovu. Okay. Sasa lazima ujue adui anaweza akawa na uhalali na wewe kwenye huduma. Anaweza akawa na uhalali na wewe kwenye uchumi. Anaweza akawa na uhalali na wewe kwenye ndoa. Anaweza akawa na uhalali na wewe kwenye elimu. Yaani unaweza ukawa ni mtumishi kabisa unaombea mapepo yanatoka. Umenielewa Viwete wanatembea lakini ana uhalali kwenye ndoa. Maana yake ni kwamba utakemea mapepo utatoa utafanya nini? Ila kwenye ndoa hakuna amani. Kwa sababu gani? Adui ana uhalali na wewe hujashtuka. Umenielewa Na wewe hujashtuka. Maana yake utakuta ni kwamba hakuna neema kwenye ndoa. Ila neema ipo kwenye nini? Kwenye huduma. Ndio maana sio swala la kushangaa kukutana na mchungaji maskini. Umenielewa Ni kweli anaombea watu wanapona, lakini uchumi wake ni dolo. Uchumi wake ni mbaya. Maana yake ni nini? Kwenye uchumi huko adui yupo. Ngoja nikwambie, moja ya roho ambazo zinachukuaga uhalali wa maeneo hivyo ni mizimu. Mizimu ina tabia, inaweza kukufunga kwenye uzao, ikakuacha huko kwingine kote. Ni kweli uchumi uko vizuri, lakini kila mwanaume anayekuja hakutaki, anaondoka. Umenielewa Kila mwanamke anayekuja. Kuna mchungaji mmoja ambaye Mungu alimuinua kihuduma. Alikuwa na neema juu yake ya huduma. Akatembea sana huko alikotembea. Lakini hakuwa na neema kwenye ndoa. Umenielewa Kila mwanamke aliyekuwa anakuja alikuwa anafanyaje? Anaondoka. Kulikuwa na kizuizi cha neema kwenye ndoa. Hicho kizuizi ilikuwa ni nini? Mizimu ya nyumbani kwao. Umenielewa Kuna maagano aliingizwa ambao ni maagano upande wa ndoa. Umenielewa Kwamba hata kuja kuwa na mwanamke mmoja, hata kuja kuwa na amani kwenye ndoa. Kila mwanamke atakayekuja ataachana naye. Umenielewa Kwenye huduma huko wala hawana muda na wewe. Kwa ile neema ya Mungu kweli iko juu yake. Paka kuna siku, na ngoja niwaambie kitu kimoja. Kama hautakaa chini magotini Mungu kumuuliza, Mungu unaweza kaoa mchawi na ukaishi naye miaka yote. Umenielewa Kama hautakuja kuthubutu ukae kumuuliza Mungu kwamba mbona naona kama vile kuna dalili fulani sielewi. Umenielewa Kama hautamuuliza Mungu anakaaga kimya. Mungu anaga kielele, my friend. Kwa sababu ukishajiona uko sawa, Mungu naye anasema okay sawa. Kuna watu hawajafunguliwa hadi leo kwa sababu hata wakienda kwenye maombezi anakaa anashangaa wengine tu. Yeye anaona hana shida kabisa. Inahitajika neema nyingine, my friend. Lakini kama ndani yako umeweka kitu kizingiti, hiyo ni shida. So huyo mchungaji maana yake adui alikuwa na uhalali kwenye ndoa yake. Mungu akamuonyesha namna gani hao watu walimzunguka wakafanya hivi. Mungu akamuelekeza, akafunguliwa, ndipo ndoa yake ilidumu. Wanawake 4 wote wanakuja wanaondoka. Wote wana miaka ile ile. Anakaa na miaka fulani anaondoka, miaka fulani anaondoka, miaka fulani anaondoka, miaka fulani. Ukishaona kapata ni kama hako tayari ujue kuna mizimu, kuna maroho yanakufuatilia hapo. Sio jambo la kimwili.
Okay? So lazima ujue sometimes moja ya kizuizi cha neema ya Mungu ni uhalali wa hizi roho. Sasa uhalali unauvunja vipi? Lazima uende kinyume na kile ambacho wenyewe walifanya kule. Wengine walitolewa sadaka fulani, waliingizwa kwenye maagano, lazima uingie kwenye maombi maalum. Kuna video moja nimeelekeza I don't know, inahusiana na wafanyakazi, wafanyabiashara, kwamba ukifika sehemu fulani unarudi. Nimeweka kitabu cha mizimu, na hapa nitajitahidi niweke. Ni ebook ambayo Roho Mtakatifu alitaka niandike. Kwa hiyo nitajitahidi niweke hata hapo kwenye description. Unaenda na click, unaidownload, okay? Kwa sababu tukianza kuzungumzia ile swala la uhalali tutaongea hapa. Ni mada pana sana, lakini bila shaka umenielewa hapa. Sawa? Ndio maana utakuta mchungaji ana upako, lakini upako wa huduma, upako wa ndoa hana, upako wa uchumi hana. Umenielewa? Yes, uchumi unamtesa kweli, lakini anaombea watu wanapona, lakini maisha yake bado magumu. Na kuna wengine, ndio maana kuna watu wanafunguaga makanisa wanafikiri watakuwa matajiri. Huyo jamaa ambaye unamuona na kanisa na Mungu amembariki ana utajiri, ana upako wa huduma na ana upako wa uchumi. Unaweza ukawa na upako wa kuombea watu kuliko hata huyo jamaa, na bado maisha yako yakakupiga na watu wasijae kanisani. Ndio kukutana na hiyo kitu Ni neema haipo huo upande. Lazima ufunguliwe huko, kwa sababu kuna adui amekushika, na hicho ni kifungo cha siri. Nilikuwa namsikiliza mtumishi mmoja anaitwa Romeo Sai. You see? Upako wote anaombea vipofu, wanaona wanafanya kanisa ilikuwa na watu 250. Alikuwa anashuhudia mwenyewe. Yes, something like 250. Yes. Unasikia? Maana yake kulikuwa neema haikuwepo upande huo. Watu 250. Umeelewa? Ila upako wanao kweli kweli. Ndio maana hata upako una maeneo yake. Kwa sababu upako pasipo na neema haufanyi kazi. Huo sio upako. Umenielewa? Yes, upako wote Mungu akikupa upako anaachilia na neema nyuma yake. Ukiona sehemu ni pagumu, maana yake hakuna neema, na huo upako huna. Haleluya. Upako ni nguvu za Roho Mtakatifu. Nilikwambia neema kuu ni Roho Mtakatifu. Huwezi kutenganisha upako, anointing na neema. Ni vitu vinavyoendana. Umenielewa? Yes. Even though anointing unaweza ukapewa kwa sababu kuna kitu umefanya. Yes, anointing ni kama baraka. Lazima ufanye kitu, umemfurahisha Mungu na vitu umefanya ndo anakupa. Lakini I'm telling you, hakuna kitu ambacho tunapewa kwa bidii zetu, kwa sababu Yesu alivyokufa msalabani aliachilia kitu kinaitwa neema. By any means, hata kama utafunga ni nini, nyuma yake kuna nini? Kuna neema ambayo imekuwezesha. Si tunaelewana mpaka hapo? Yes. So uhalali unaweza ukakuzuia wewe ukao unaombea watu wanapona, lakini uchumi wako ni mgumu. Maana yake kizuizi kinatokana na uhalali, ambayo ni nguvu za giza, ni maroho ya mizimu, miungu. Umeelewa? So kuna watu, ili uweze kupata neema kwenye kazi yako, kuna nguvu zinakuzuia, kuna maroho yanakuzuia. So lazima ufunguliwe. Ukishafunguliwa unakuwa ruhusu Mungu. Remember, Mungu haingiliagi kesi. Kama ana uhalali haingilii. Umeelewa? Lazima ule uhalali uvunjwe. Haleluya. Anaweza akakuelekeza cha kufanya, lakini usifikiri atakuja yeye direct. No, atakuelekeza cha kufanya. Atakutuma kwa mtumishi au atakuelekeza fanya hiki na hiki na hiki. Omba siku hizi na hizi na hizi. Maana yake ni wewe ndio utajitenga na uhalali. Wale wazee wa kukaa kusubiria. Utasubiria. Utasubiria sana. Unajua hata unapomuomba Mungu lazima muulize, sawa Mungu, umesema utanipa hiki. Mimi wajibu wangu ni wapi kwenye hilo jambo? Muulize. Sisi sasa tuelewe hata maana ya neema. Ndio maana hii semina imekuja ili uelewe. Kama hujaelewa mpaka sasa hivi rudia tena. Neema haina maana uzembe, kulala. Mungu anakupa ile neema, afu lazima uwe na utayari wa kuitumia. Usifanye neema kuwa kitu bure. Paulo alisema lazima ukubali kubidiishe. Haleluya. So uhalali, lazima ujitenge na uhalali. Na uhalali mara nyingi ni maagano, sadaka zile zilizotolewa, manuizo, matamko yaliyotamkwa. Uhalali mwingine ni kwa sababu ya maisha yako pia. Kuna aina ya maisha ukiishi tu unampa uhalali shetani wewe mwenyewe. Haleluya.
So hiyo ni kizuizi cha kwanza. Cha pili ni kukataa maarifa. Kukataa maarifa. Ni kukataa maarifa. Kukataa maarifa ni kumkataa Mungu. Sio, umenielewa? Na mtu yote ambaye amekataa maarifa maana yake amekataa kufundishwa. Maana yake hata neema ikija hawezi kuitumia. Yes, kwa sababu neema huwafundisha watu. Tito 2:11-12. Maana neema ya Mungu iwaokoao wanadamu wote imefunuliwa, nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia. Okay, inatufundisha mambo mengi. Okay? Maana yake ni hivi. Kama inatufundisha, maana yake hii neema si inatufundisha. Maana yake ni nini? Ili kitu chochote kikufundishe, si lazima uyakubali maarifa yale. Ni sawa nimekaa darasani unanifundisha alafu mimi yale maarifa unayoyafundisha siyataki. Maana yake sifundishiki, si ndio? Moja ya watu ambao wanaweza wakazuia wasipate neema ni kuyakataa maarifa. Baada ya kupokea neema ya wokovu unahitaji kufundishwa. Ile neema uliyopewa ndio itakuwa inakufundisha. Inakufundisha kufanyeje? Kutii, kupokea mafundisho, kupokea maarifa. Neema inakufanya ufundishike. Ukikataa kufundishika umekataa ile neema. Maana yake ni kizuizi, umejizuia wewe mwenyewe. Mtu yote ambaye hataki maarifa hamtaki Mungu. Na ukimkataa Yesu umekataa neema aliyokuja nayo. Watu wengi kwenye maisha yao hawana neema. Kwenye biashara, kwenye maeneo tofauti. Why? Wamekataa maarifa. Umenielewa? Wamekataa maarifa. Kwa hiyo wakaizima ile neema ya wokovu. Ile neema ya wokovu ambayo ilipaswa ifungue milango kwenye neema kwenye maeneo tofauti, wakawa wamezuia. Na wengine ni maarifa specific kwenye biashara. Umenielewa? Anafanya tu biashara kwa mazoea. Ile neema ambayo amewekewa juu yake ni kama anaikataa. Mungu amekupa neema ya kuwa mfanya biashara mkubwa, si ndio? Lakini hujifunzi kuhusu biashara kabisa, hutaki. Taratibu ile neema unaifisha. Kwani Paulo anavyosema kwamba yeye alifanya kazi kuliko wote, unajua alikuwa anamaanisha nini? The guy alikuwa anajifunza kuhusu Mungu, alikuwa anatamani kumjua Mungu kuliko wote. Ndicho alichokuwa anamaanisha, sio kufanya kazi gani, kwa sababu ilikuwa si ni huduma anaongelea. Unadhani ni kazi gani? Ni kazi ya maarifa, alitamani maarifa. Iko hivyo pia kwenye biashara, lazima utafute maarifa ya hiyo biashara. Kama utapewa neema kwenye biashara, Mungu akakupa ile neema, amekuweka kwenye hiyo biashara, alafu ukakaa hivyo hivyo. Ulivyokuwa unafanya kazi mwaka 2000 unafanya mpaka 2025. Uko hivyo hivyo. My friend, wewe utakuwa unaizima ile neema. Neema wewe inazuiliwa. Unaweza ukaizuia wewe mwenyewe. Si tunaelewana mpaka hapo? So ukitaka neema ikue, kwa sababu neema huongezeka. Neema inaweza ikaongezeka, neema inaweza ikafanyaje? Ikapungua. Ukitaka neema iongezeke, moja ya namna ya kuiongeza, inaongezeka vipi? Ni wewe kuwa na maarifa, kuongeza maarifa. Yoyote ambaye anakataa maarifa anazuia neema isifanye kazi kwenye maisha yake. Ukiokoka, ili hizi neema zingine zifanye kazi, lazima uwe tayari kujifunza. Ndio maana watu wengi wanaongozwa sala ya toba afu hawajifunzi, hawafundishwi. Ile neema wao inakufa. Kwa sababu neema inahuishwa, inakuwa na nguvu zaidi pale ambapo unaongezeka kimaarifa. Amen. Ndio ukweli uliopo. Ukipata neema ya kuombea watu uponyaji na kufunguliwa, si ndio? Kama hauna maarifa, si wengine watakuwa wakimbia. The more unaongezeka maarifa, the more unaongezeka kimahusiano na Mungu. The more unamjua Mungu, ndivyo mema yanavyokujia. Ndivyo neema inaongezeka. Lazima umjue mwenye neema kama unataka neema zaidi. Kupitia nini? Maarifa. Namba 3 ni moyo wako. Moyo wako. Moyo wako. Moyo wako. Moyo wako. Moyo wako utaamua. Ngoja nikusomee tu maandiko ili tusije kaanza kuwaza moyo. Kumbuka kuna mioyo ya aina mbili. Kuna moyo safi na kuna moyo mchafu. Na yote hii ni mioyo
na wote wenye mioyo hii ni watu wanatembea, okay? Yakobo 4:6, lakini utujalia sisi neema iliyozidi. Yes, maana yake neema iliyozidi, neema inaongezeka. Kwa hiyo husema Mungu huwapinga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Mtu anayejikuza ni mtu ambaye ni alama ya moyo wa kiburi. Lazima ujue Mungu huwapinga wajikuzao. Ukisoma maandiko mengine anasema Mungu huwapinga wenye kiburi na huwapa neema wanyenyekevu. So kama sio mnyenyekevu hutapata. Ukiwa na moyo wa kiburi hutapata neema. Hiyo ndo maana yake. Sio kwamba hautapata ile ya wokovu. Sikiliza, kwenye kuokoka ile neema ya asili, neema ya wokovu. Sawa? Ile neema ya wokovu. Ile neema ya wokovu. Hiyo ni bure. Sasa ile neema inafungua milango ya neema zingine. Sasa Mungu anatamani sana akupe neema. Shida ambacho huwa hataki ni kwamba akupe neema afu iweke mfukoni. Uichimbie chini kama wale watu waliochimbia talanta. Na huwa akitaka kuangalia we ni mtu utaichimbia au vipi, anaangalia moyo wako. Mtu mwenye moyo wa kiburi siku zote atajiona anajua. Atajikuza yeye ni mkuu. Hataona kwamba ni kwa msaada wa Mungu. Kwa Mungu hata akimpa neema, hiyo neema aliyompa zitakuwa sifa zake. Hatarudisha utukufu kwa Mungu. Hatasema ni kwa uwezesho wa Mungu. Hatasema ni neema ya Mungu. Atasema ni mimi, kwa sababu anajikuza. Kwa hiyo ataiua ile neema ambayo Mungu amempa. Atazuia Mungu asimpe neema. Hata ile ya wokovu na yenyewe ataiua. Huyu atakuwa anaokoka kila wiki, kila mwezi, sala ya toba. Sio kama unanielewa. Hivi ni vizuizi. Mungu amekupa neema ya biashara ya kuku, ujifunze hata magonjwa ya kuku. Una muda wa kujua kuku anatakiwa wale chakula mara ngapi, usafi na nini. Umekaa tu. Maarifa yatafanya ile neema izime. Au Mungu akishajua kabisa huko hivyo, ni anti knowledge, yani ni mpingaji wa maarifa, uyataki, ile neema hawezi akakupa. Anajua tu itakufa. Ngoja niwaambie, ukitaka Mungu akubariki, hakikisha umeandaa milango ya kupokea hiyo baraka. Sio umefunga milango afu unataka baraka. Unabarikiwa unaanza kuona watu wasumbufu. Mfano kama sisi, unaomba Mungu akupe neema ya kuombea watu wapone. Watu wanaanza kuja, unaanza kuona wanakusumbua. Kila muda wanakuja nyumbani kwako, tuna mgonjwa. Unaanza kuona wanakusumbua. Ndio maana ataangalia moyo wako kwanza. Uko tayari? Wengi hawajapokea neema kwa sababu mioyo yao ni michafu, ina viburi. Na wengine ni kutokusamehe. Kutokusamehe. Mtu ambaye hajasamehe ukimpa neema ukamuinua kwenye uchumi, hao ambao amewabeba atawanyoosha. Na Mungu hawezi kufanya hilo kosa. So utazuia neema ya Mungu kwenye uchumi. Hutatajirika. Utaanza kulipiza visasi. Mmenielewa mpaka hapo? Unazuia neema ya Mungu kwenye uchumi wewe mwenyewe kwa sababu ya moyo wa kutokusamehe. Nipo hapa kwenye moyo. Nimeanza na kiburi, sasa hivi nipo kwenye kutokusamehe. Kwa sababu huyo mtu amebeba watu. Ukimsaidia, ushawahi kukutana na mtu anakuambia subiri niwe tajiri wataniona. Huyu ni tafsiri ya mtu ambaye hawezi kupewa neema ya utajiri. Mungu hawezi kumpa. Sawa? Ndio maana Biblia inasema hivi, mkiangalia sana mtu asipungukiwe neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka. Maana yake uchungu na neema vinapishana. Mtu mwenye uchungu huzima neema aliyopewa na Mungu. Na mtu mwenye uchungu huzuia asipokee neema. Yaani hapa nazungumzia wale ambao hamjapokea na unayo, unaweza kaizima muda wowote. Sijui mnanielewa mpaka hapo. Yaani hapa naongelea hivi, kitu kinachoweza kuzuia usipokee neema, lakini kitu kinachoweza kuizima neema ambayo tayari unayo. Sema amina. Maana yake mtu mwenye uchungu ni mtu ambaye hajasamehe. Huyu ni mtu ambaye moja kwa moja anazima, anazuia neema ya Mungu. Ndio maana sio kila mtu ana neema ya Mungu. Watu wanatumia nguvu zao tu. Anafanya kazi, matokeo kidogo.
Kitu kingine ni kutokutii. Umenielewa? Biblia inasema hapa ni utayari na kutii, kukubali na kutii. Lazima uwe tayari kukubali na kutii. Kukubali nini? Baada ya kupokea neema ya wokovu lazima ujue maisha ya wokovu ni gharama, ila wokovu ni bure. And therefore kuna vitu lazima ukubali kwenye maisha yako, kama kuomba, kufunga na kufanya nini. Ukikubali ile neema ndio inakuwezesha. Ukikataa ile neema umeikataa. Wengi kwa sababu wamekosa utii, wamejikuta ile neema ambayo Mungu ameachilia ya wokovu haiwasaidii. Wanaokoka kila mwezi. Umenielewa? Kwa sababu akiambiwa njoo usome darasani, siji. Mimi ninafua nguo leo, ninafanya hiki, ninafanya hiki. Then what? Hicho ni kutokutii. Lakini akija Juma hapa akakwambia leo nakutoa out, unaacha kufua nguo, unaacha umeroweka my friend. Lakini Yesu akikuita, hapana. Hicho ni kizuizi cha neema ya Mungu, kutokutii. Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Mema ya nchi ni nini? Huwezi kula mema ya nchi kupitia Mungu bila kukuachilia neema juu yake. Impossible. Huo ndio uwezesho wa Mungu kwenye maisha yako. Kila kitu tulichonacho sisi ni neema ya Mungu. Ukisahau hili my friend, utashuka kwa sababu ni alama ya kiburi. Okay? So lazima tuwe tayari kufanyaje? Kutii. Lazima tuwe tayari kutii. Kutii ni neno, lazima kuwe na utayari na kutii. Ukubali na kutii. Hakuna anayeweza kutii kama hajakubali. Hakuna ambaye anaweza kutii kama hayuko tayari. Umenielewa? Yaani ni hivi, yeyote ambaye atatii alafu hajakubali ni mnafiki. Yaani hujakubali kukaa ukajifunza. Umeenda tu. Alafu nje ya watu unaonekana umetii. Lakini hujakubali, maana yake umelazimishwa. Maana yake umeenda kufanya tu wakuone, lakini ni mnafiki. Utii wote ambao ndani yake hauna utayari ni unafiki. Ndio maana moja ya dhambi ambayo ni dhambi ya watu wengi inaitwa spiritual sin. Ushawahi kuona mwanafunzi anaambiwa inuka? Anainuka lakini ndani yake anasema uticha nana nichosha tu, si ningejibu nimekaa. Ni kweli mnaona ametii. Umenielewa? Hata kama alisimama kwa haraka kiasi gani. Lakini mbele za Mungu ametenda dhambi. Because hakusimama kwa kukubali. Hakutii ila tu alifanya vile. Yaani utii unaonekana nje lakini ndani hajakubali. Maana yake ni mnafiki. Nakupenda sana. Ndio dhambi ya wanaume wengi, wanatongoza wanawake. Anaongea maneno mazuri nje, lakini ndani anasema huyu nikimkamata huyu ni mimba, afu namwacha. Wengi sasa iko hivyo. Yaani unaitaka neema ya Mungu lakini hujakubali kutii. Unamtaka Mungu lakini hujakubali maarifa yake. Ndivyo ambavyo watu wengi wapo hivyo. Anasema nakutii Mungu lakini maarifa hayataki. Wewe humtaki Mungu automatic. Kwa sababu yeye ni Mungu wa maarifa, maandiko yanasema. Samueli wa kwanza 2:3. So lazima tujifunze hivi vitu. Hivi ni vizuizi vitatu ambavyo ukivishughulia. Hicho cha kwanza cha uhalali unahitaji kufunguliwa. Sasa wengine hata hamjafungwa. Ila tu ni viburi, tabia fulani hivi. Hutaki kunyenyekea. Watumishi ukiona wengine wanawanyenyekea unaanza kuona huyu naye ana matatizo ya akili. Mbona yani unakuwa na vitabia vyako unavijua wewe. So Mungu atusaidie sana. Nadhani hiki kitakuwa kimekusaidia kujiuliza kwa nini kuna watu fulani, kwa nini mchungaji unakuta anaombea watu lakini maskini hana neema kwenye uchumi. Kuna kizuizi kipo. Yes, neema sio kitu cha jumla. Jifunze kuanzia leo. Neema sio kitu cha nini? Cha jumla. Unaweza kuwa vizuri hapa usiwe vizuri hapa. Mungu akubariki sana, nikutakie siku njema. Na kama umesahau maandiko ya kwamba neema ziko mbalimbali,
Nenda kasome Petro wa kwanza 4:10. Usije ukawa unajiuliza neema ziko kivipi? Neema ziko nyingi. Mungu akubariki sana. Jifunze kuomba neema. Badala ya kusema naomba unipe kazi, omba neema kwanza, kwa sababu neema inakujaga na uwezesho.